Naam, asante sana msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makilele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Na katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Walikale, ambako mapambano makali yameshuhudiwa mchana wa siku ya tatu ya wiki tunayo ya tariki 2 Aprili 2025 katika mji wa Walikale Center kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo yameanza tangu asubuhi ya Jumatano hii, na ambako matokeo kwa muda ni watu 7 ndio ambao wamefariki dunia, akiwemo raia mmoja asiyo na hatia. Kwa sasa jeshi la taifa FARDC na wazalendo ndio wanaonekana kumiliki maeneo ya Cité Belge katika maeneo hayo ya Walikale. Tubaki tu katika jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini katika tarafa la Ruchuru ni kwamba mtu mmoja julikanaye kwa jina la Muindo Yumba Christian wa takriban miaka 30 hivi ya kuzaliwa amejinyonga usiku wa Jumatatu ya tarehe 31 Machi 2025 katika kijiji cha Kanyabayonga usultani wa Bwito. Hivyo ni kutokana na msongo wa mawazo uliosababishwa na wenzake. Akizungumuza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika tarafa hilo la Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini, Kambale Rufani Clovis, mwanamemba wa shirika linalopiganisha ubaguzi wa makabila, amesema sababu kubwa ya kijana huyu kujinyonga ni kisha yeye kumpachika mwanamke mwingine mimba. Alikuwa na mwanamke mmoja na amesha kuzaa naye mtoto mmoja, na juu ya hali ya leo ya vijana ya kupenda kukamata kila mwanamke mwenye amejisikia kuona mzuri akamata wa pili, naye akazaa naye mtoto mmoja. Kisha fujo ya wale wanawake wawili kati yao ndio ilipelekea huyu kugombana na bibi wa kwanza. Kisha kugombana na bibi wa kwanza, huyu akatoka, na sasa juu huyu alikuwa anapenda sana huyu mwanamke wa kwanza, basi ikampelekea kufanya nini? Kutombea krize. Na teleke huyu kijana alikuwa hana nguvu ya kuweza kusubvenir ku mabesoin za ile nyumba mbili, nayo ilikuwa parmi ya stress kama msumbua. Kisha mwanamke ajije mie kamata kamba na kutia mshingo, ndio ilipelekea kuleta kifo chake. Upande mwingine, mwanamemba huyu wa shirika linalopiganisha ubaguzi katika tarafa la Ruchuru amesema kuwa hiyo sio mara ya kwanza kesi kama na hizo kuanza kujitokeza katika maeneo hayo ya Ruchuru, kama alivyorejea mara tena. Kusudi tuweze kupunguza kuvisa vya watu kujiua, kujipatia masumu na kuenda makundi zenye kumiliki silaha kwa sababu ya matatizo yenye inawakumba maisha, inaweza tusaidia ni kushikaza kufanya uhimizaji, hasa kwa kuongelea kindani visa vya wakati mtu anajiua, faida iko wapi na nini ndio madhara yenye ameacha ndani ya jamii. Kuonyesha kama wakati mtu anajiua anakuwa amejiua yeye mwenyewe, manake amejipotezea muda yeye peke, lakini husika hata husika na ile kitu. Donc yeye ataendelea kuishi. Na ingine inaweza saidia tena kufanya nafasi, manake centre ya formation mu makazi za mikono, sawa vile buseremala, kuwa badereva, ile inaweza saidia kusulaje benye hawakupataka ile namna wakati ya kwenda kusoma, na kunaweza kwa benye walienda kwa masomo havana makazi, juu walisoma masomo zenye hazina makazi leo, wao hazina maana leo. Sasa wakati ile centre de formation itakuwa na iko, au centre d'encadrement des jeunes itakuwa na iko, itaweza kukua na soulager zile madefi zenye ziko, atafanya pale ile toute ile journée mzima iko occupé, donc hata kuna wakati kufikiria tena vyenye vinamsumbua. Zile hali zote zinatokana na nini? Ukosefu wa kazi, kusudi waweze kujibia kwa mahitaji ya familia zao. Na tujelekeze sasa katika jimbo la Tanganyika, tuanzie katika tarafa la Moba. Ni kwamba mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi jimboni Tanganyika imemaliza masambo yake ya hadharani yaliyoendeshwa tarafani Moba kuanzia tarehe 27 Machi hadi tarehe 31 Machi 2025. Mkuu wa mahakama hiyo ya kijeshi amesema kushukuru wote waliojitolea ili masambo hayo yapite kwa amani na salama. Mkuu huyo wa mahakama ya kijeshi pa Kalemi ametaja pia kushukuru viongozi wote wa tarafa la Moba pamoja na wabunge wa mkoa wa Tanganyika wachaguliwa wa Moba na kipekee liwali wa jimbo la Tanganyika, kama alivyoeleza hapa mbele ya microphone za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika tarafa hilo la Moba. Je dois préciser que la population de Moba est hospitalière, nous a bien accueillis, on a bien accueilli son tribunal. Napasha baini kama raia wa Moba ni wachangamufu, wametupokea vizuri, wamepokea vizuri. Tribunali ipo pia shauku, imeshiriki kwa makini kwa masambo yote. Hiyo ni mambo ya kupongeza.
kwani masambo yapo pia kwa ajili ya pedagojia. Masambo yanasaidia pia kwa kukinga wengine, watu wanao uwezo wa kukera, wasiodhani kupiga hatua ya wengine, lakini kwa kuona masambo na watu wale wanaweza kujizuiza. Na napongeza pia kwa raia kuiaminia tribunali yake, viongozi wake. Kwa jumla raia waekelea kama tribunali yake ipo hapo, sheria yake ipo hapo pamoja naye, yasiwe na woga, yaishi kwa amani. Kwa kuwa hisia yetu ni kwamba raia waishi kwa amani, katika ukimya, katika kuheshimu sheria ya nchi. Parce que notre souci est que la population vive en paix, dans la tranquillité, dans le respect des lois du pays. Tujelekeze sasa makao makuu ya jimbo hilo la Tanganyika Pakalemi. Ni kwamba mabadiliko ya kijeshi katika kitengo cha brigadia ya 22 la jeshi la taifa FARDC jimboni Tanganyika imefanyika kwa amani katika mji wa Kalemi mchana wa siku ya Jumatatu ya wiki tunayo. Mabadiliko hayo ya kijeshi imefanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake Generali Dunia Kashindi Fabien aliyebadilishwa ameomba kwa mwenzake aliyechukua nafasi hiyo kutumika kwa amani na salama hata kwa nizamu pamoja na raia wa eneo hilo kama alivyoeleza hapa. Tumsikilize. Vous avez une lourde tâche. Unakuwa na majukumu makubwa, na hayo majukumu yatakuwa naomba kushirikiana na vikundi mbalimbali, hasa zaidi raia, kwa sababu bila kabisa ushirikiano na raia, kama kazi ambayo tungefanya isingekuwa nawezekana. Ni kwa hiyo nakuwa na kuomba kuwa katika ushirikiano na raia na kusikiliza raia. Na kwa maofisa mbalimbali ambao weko hapo wa jeshi, takuwa naomba kubaki kwenye msimamo, hasa zaidi kwenye kipindi hiki ambacho nchi inakuwa katika vita uvamizi wa jeshi la Rwanda. L'agression de l'armée rwandaise. Na upande wake Kanali Alex Munyaliza aliyechukua wazifa huu amesema kupongeza kazi iliyotekelezwa na mwenzake aliyetangulia, huku akisema kutumika bega kwa bega na raia wa eneo hilo. Tumsikilize vile vile akiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika mji wa Kalemi. Les impressions sont bonnes d'un travail qui a été fait avec abnégation. Nakuwa na furaha kuona kwamba kazi ambayo alikuwa anatimiza Jemadari Kashindi Dunia inakuwa ni kazi kubwa na inakuwa nafanyika kwa kujitolea. Na mimi nasema kwamba tajitahidi kutumika kama alivyofanya, na hasa zaidi kufanya kama vile viongozi wangu wanakuwa nahitaji, na kutumika vile vile kwa mahitaji ya raia. Raia watuombi mambo mengi. Raia wanakuwa naomba tu ni amani pamoja na ulinzi. Na hiyo ndio inakuwa misheni yetu kisheria. Pamoja na wenzangu wote tutakuwa najitahidi ili kwamba kuona jimbo la Tanganyika, mji wa Kalemi pamoja na manjia mbalimbali inakuwa katika ulinzi na usalama ulio bora. Les axes sont sécurisés. Tutoke huko jimboni Tanganyika tujelekeze katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tuanzie katika tarafa la Fizi mnamo sekta ya Tanganyika. Ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota ndani ya kijiji cha Mulima sekta ya Tanganyika tarafa ni Fizi. Hivyo ni baada ya kundi la Ngomino kushambulia position za wazalendo na jeshi la taifa FARDC kwa lengo la kupenda kuteka kijiji cha Mulima na Lusuku, ila bila mafanikio. Mapambano ambayo yamejiri mchana wa siku ya pili ya wiki tunayo ya tariki 1 Aprili 2025. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo yameanza mida ya asubuhi wakati raia wanajiandaa kuingia katika shughuli mbalimbali kama desturi yao. Habari hii imehakikishwa pia na mkuu kiongozi wa shirika la raia ukanda huo wa nyanja za juu Bwana Like Inosa, ambaye ametoa hapa picha halisi alilivyokuwa kunako laini ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV maeneo ya Mulima. Situation gisi hali ya Mulima iko ilikuwa mamida tu ya asubuhi, watu walilamuka mzuri tu. Wakati ilienea tu masaa 1 ya asubuhi watu waisha alamuka. Basi kwenye milima ya kutoka Minembwe njia ya Nyaruinga watu wakasikia deja masase yanaanza lia kule yulu ya mingi tu. Kisha kidogo masase ingine kaanza lia njia ya Mukoko. Basi ndio vita ilianza kupiganiwa kule yulu ya mingi tu, masasi ya mingi, watu wakaanza toka mwingine kutoka bila kubeba hata kitu.
lakini Mungu ni mkuu. Mpaka gisi walianza kupigana na mamida hii hawakufaulu kabisa kuingia katika kijiji cha Mulima na hata katika kijiji cha Lusuku. Lakini vijana kule mamilima Mukoko walibana umoja askari wao wa jeshi la Twirwaneho walimubana, na mpaka hivi iko mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi letu. Mpaka hivi kungali kimya, wanaendelea kuwasukuma ndani ya pori ya Shem de Mitum. Ni haya ambayo yamejiri maeneo yetu ya Mulima, na hivi katika mingini yetu kabisa, mingine yote imebakia na upweke. Hakuna watu wameshuka kuanzia Lumanya kujielekeza Kakamba, na wengine kufika hata Mamukera, na wangambo za Lusuku nao wamejielekeza ngambo za Yulu, Kabala, Kabwali, Kanguli, na vijana wetu nao wameingia wengi kabisa wazalendo ambao wametoka vijiji mbalimbali ngambo za Yulu, Manakiele, kushuka upaka huko chini, na kulitoka zingine defendere mbali ilitoka huko ngambo za chini za Mukera kwenda kusaidia wengine wenzao. Na mpaka kwa sasa hatujajua bila kama ni aje. Tungali tunaendelea kufuatilia polepole, sababu kwenye kuna ria risasi, hifadhi ngumu sana. Tujielekeze sasa katika mji wa Baraka, tukiwa katika jimbo tu hilo la Kivu ya Kusini. Ni kwamba kutekwa kwa mji wa Bukavu na wingi wa vizuizi vya wazalendo ndani ya barabara taifa namba 5 Baraka Uvira ni sababu mojawapo inayosababisha dawa kupanda bei ndani ya maduka. Ndivyo amesema hayo mkuu kiongozi wa shirika hilo. Kwake Wilonja Nondo Mambafare, mwenyekiti wa shirika la maduka ya kuuza dawa katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi Iprofafi kwa ufupi, amesema kuwa kwa sasa njia ambayo ilikuwa inatumiwa kwa kuongeza dawa mjini Baraka ilikuwa ni Bukavu, na sasa hakuna uwezekano wa dawa kufika hapa katika mji wa Baraka. Wilonja Nondo Mambafare ameeleza yafuatayo. Kufatana na habari ya kupanda ya bei ya dawa, kweli dawa zinapanda bei. Ya kwanza ni kufatana na hali ya nchi yetu iko mbaya kwa leo, kufatana na hii matatizo ya vita hapa na pale, kufatana na bariere ziko mingi sana. Kwenye tulikuwa na rangolia dawa ujiste ni Bukavu. Leo Bukavu inakuwa nchi nyingine na huku tuko nchi nyingine. Ile kwa kwanza baadhi ya madawa kupanda bei, kwa sababu tulikuwa najitumainia tu ni Uvira. Sasa ile madepoza Uvira nazo kwa leo hamuna tena madawa. Ni iko alabazi ya madawa kupanda bei, kwa sababu Uvira nabo abapate madawa, kwa sababu Bukavu hakuna njia ya kuleta dawa kufikisha Uvira, na sisi tunazisaidia Uvira tunazileta hapa. Niko najiuliza kwa nini tunasema tuko na ujirani mzuri na Burundi, lakini mshangao ukiangalia leo dawa zetu za kutoka Burundi azifikake Kongo. Iko parmia ma preoccupation tuko nayo, na iko recommendation pia napatia wakuu viongozi wa nchi na ile ma corporation feke Kopemeko na kadhalika. Ni wakati ministeri yetu ya interior na ministeri ya commerce kufanya effort yote kuenda onana na gouvernement ya Burundi na ministeri ya interior na commerce, pia iangalie vinaweza tufacilite dawa zikuwe natoka hapa Burundi zinaingia Mkongo sans problème. Kwa leo dawa zikamatika kutoka Burundi kuingia Kongo ni probleme sana kabisa, banapasha zinyanganya zote. Kwa hii mwaka ya 2025 tuko na magumu sana. Magumu ya kwanza ni kufatana security ya nchi yetu haiko sawa. Ya pili ni kufatana na ekonomia ya nchi yetu. Vraiment kila mchuruzi anapandisha bei venye anapenda. Ministeri yetu ya ekonomi kwa sababu ile haina kazi considérer la vérité, acha tuseme kweli, kwa sababu bei ni serikali ndio inatiaka bei, na inatiaka bei sur base ya entreprise yabo ya serikali yenye biko naye. Ndio nakuja kuta kila mchuruzi anatia bei yenye anapenda kufuatana na tunaachiliwa, kwa sababu tunaachiliwa na serikali. Mwishowe Wilonja Nondo Mambafare ameomba kwa viongozi wa vikundi vya wazalendo kuingilia kati ili dawa za kutoka Uvira kuja Baraka kutokuwa nalipa kwenye vizuizi vya wazalendo vipatikanavyo katika barabara namba 5 ya taifa Uvira Fizi. Kwanza mimi peke niko munganga, siweze suete najua effet secondaire ya mtu kuuzisha dawa zazisha kuwa perime. Ma service
tekniki ziko charge na makontrole za mafarmasi zinafanyaka kazi kila mara. Tuseme hususan inspection provinciale ya sante kila mara inashukaka huku. Tunazidi kusensibiliser wana memba wetu wasiuzishe dawa zenye ziko peri. Tunabifuatilia, tunaendelea kubasensibiliser sana. Mema difficulties ziko zake, wakati tuko natumika kufuatana na maisha yako ngumu. Tuseme par exemple mtu aliua tu maragi yake kama ni Burembo, aliua maragi kule kwetu kubilima, alipata oro yake Misisi, anafika tu naisha fungula, ila yaweze kuwa ni kosa yetu, ni kosa ya nani? Ya gouvernement. Du ministere ya sante ayo mbele ya kufungula kazi, ule muhusika, ule asijeti anapasha ona ile maservice habilite. Lakini kuona maisha yako ngumu, kila mtu anafungula kazi venye anapenda, anaweza sema ni iko ala base yale yote ni serikali. Ni vile kwa ufupi. Ujumbe wangu wa mwisho, tunatatizo sana kufuatana na mabariere. Bariere zinatuuzi sana, bariere za bandugu yetu, watoto yetu, wazalendo. Unatoka Uvira kufika hapo bariere presque 18. Kila bariere banakulomba 2000, kila bariere banakulomba 1000 francs. Ukikuwa na koli inalipia, ile inatusonga sana na abata jua sema hii munganga kuko ma convention universelle zinakuwaka, watu walipatanaka zamani, munganga iko na aduru ya kubeba dawa yake, iko protege. Lakini kwa leo nakuta mabariere abata huyu ni munganga, huyu haina munganga, siajiwa anakuambia kusema ile buganga yako ndio tutakula sie wote. Recommendation ningipenda kupatia kwa wakuu viongozi wetu wa serikali na wazalendo kuangalia ile madroit internationaux. Kuko sheria ilikuwaka ya kusema mtu fulani iko protege, munganga anapasha kwa mtu mwenye iko protege, farmasia anapasha kwa mtu mwenye iko protege. Ile vraiment ni recommendation napatia wakuu viongozi wetu wanawakusimamia wazalendo na wakusimamia pia serikali, waangalie juu kwa sababu tunatatizwa. Haiko si ndio tulipendeka tukue waganga. Bale benye basinyakele makoro banayua necessite ya munganga ni nini, necessite ya farmasie ni nini. Na tuko na kazi sana tuko nafanya. Tunasaidia na sisi mafazuza mingi madawa, maeffort de guerre tunasaidia. Na sisi tuko na droit ya kuwa protege wakati tunaleta vitu yetu sababu ikisha sikilika ni dawa, akisha sikilika ni munganga, iko na mimi mwaya kutembea venye anapenda. Inaweza kuwa ya mzuri sana. Tumalizie taarifa zetu hizi za habari na huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali kukutana kwa mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda tariki 9 Aprili 2025 huko Doha mchini Qatar. Hayo yamejiri wakati wanasiasa wa upinzani wanaendelea kususia mashauriano yaliyoanzishwa zaidi ya wiki moja iliyopita na rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa ajili ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Akizungumza na mashirika ya kiraia, waziri wa sheria Kosta Mutamba amesema hakuna haja yoyote ya kubadilisha baraza la mawaziri lililoko kwa sasa. Hadi hapo naweka nukta katika taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.